Serikali ya Israel mapema leo imeidhinisha kwa kauli moja pendekezo la Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu la kumwachisha kazi mkuu wa shirika la intelijensia ya ndani Ronen Bar. Haya yanafanyika wakati ambapo majeshi ya Israel yanaendelea kutanua operesheni yake huko Gaza, huku watu wengine wapatao 85 wakiripotiwa kufariki dunia katika mashambulizi yaliyofanyika usiku wa kuamkia leo. Jacob Safari na ripoti zaidi. Uamuzi huo ulifanyika usiku wa kumwachisha kazi Bar unazidisha mzozo wa mamlaka unaojikita pakubwa katika kufahamu nani alikuwa na jukumu la shambulizi la Hamas la Oktoba 7 lililochochea vita vya Israel dhidi ya Hamas huko Gaza. Hatua hiyo pia huenda ikawa mwanzo wa mzozo kuhusiana na ugavi wa mamlaka nchini humo. Mwanasheria mkuu wa Israel tayari amesema kwamba baraza la mawaziri halina mamlaka ya kisheria ya kumwachisha kazi Bar. Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu amesema alikuwa hana imani tena na Ronen Bar na kwamba cheo alichokuwa nakishikilia ni muhimu sana wakati wa vita. Hawa yakiarifiwa, jeshi la Israel limesema linazidi kusonga mbele huko Gaza karibu na mji wa kaskazini wa Beit Lahia na mji wa kusini ulioko mpakani wa Rafah. Jeshi hilo pia limewaamrisha Wapalestina kuondoka eneo moja katika hati mwa Gaza karibu na mji wa Khan Yunis, likisema litafanya harakati zake hapo kujibu mashambulizi maroketi ya Hamas. Wizara ya afya ya Gaza inayoendeshwa na wanamgambo wa Hamas imesema mashambulizi ya usiku kucha ya Israel yamesababisha vifo vya angalau watu 85, wengi wao wanawake na watoto. Rekodi za wizara hiyo hazitofautishi kati ya raia na wanamgambo. Hospitali moja ya Indonesia huko Gaza imesema imepokea miili 19 baada ya mashambulizi ya Beit Lahia karibu na mpaka wa kaskazini mwa Gaza. Jeshi la Israel limesema mashambulizi yake Gaza wa mkuu wa usalama wa ndani wa Hamas na makamanda wengine wawili. Israel imesema inawalenga wanamgambo tu na imelilaumu kundi la Hamas kwa vifo vya raia kwa sababu wamejificha katika maeneo yaliyokaliwa na watu wengi. Utawala wa Rais Donald Trump huko Marekani kwa mara nyingine umesisitiza uungaji wake mkono wa Israel, huku msemaji wa ikulu ya White House Karoline Leavitt akisema Trump aliweka wazi kabisa kwamba Hamas, iwapo hawatawaachia mateka wote, basi watalipa kwa kushambuliwa. Israel iliyositisha usambazaji wa chakula, mafuta na misaada ya kiutu kwa wakazi milioni 2 wa Gaza imeapa kuendelea na operesheni yake hadi mateka wote 59 wanaoshikiliwa na Hamas watakapoachiwa. 21 kati ya mateka hao wanaaminika kuwa bado wako hai. Hamas kwa upande wake imesema itawaachia mateka hao endapo kutakuwa na usitishwaji wa kudumu wa mapigano na majeshi ya Israel kuondoka kikamilifu Gaza, kama ilivyoainishwa katika makubaliano ya kusitisha mapigano yaliyofikiwa na Marekani, Misri na Qatar. Endapo hilo litafanyika, wanamgambo wa Hamas wanasema wako tayari pia kukabidhi madaraka kwa mamlaka ya Palestina inayoungwa mkono na Magharibi au kamati ya wanasiasa huru.